Watoa huduma za sheria wametakiwa kuzipitia vizuri sheria za usajili wa makampuni za mwaka 2025 ili kuweza kudhibiti utakatishaji wa fedha haramu. Hayo ameeleza mkurugenzi mtendaji wa wakala wa usajili wa biashara na mali Zanzibar BPRA, ndugu Hamis Juma Hamis, wakati walipotoa elimu ya uelewa kwa wanasheria katika ukumbi wa Idrisa Abdul Wakil hapa visiwani Zanzibar. Na hapa mkurugenzi pamoja na kamishna msaidizi na msimamizi kutoka katika kitengo cha kudhibiti fedha haramu Seif Omar Haji pamoja na baadhi ya wanasheria kama wanavyoeleza. Mahusiano yetu sisi BPRA na wanasheria yapo kisheria na yapo katika utendaji. Ni kwamba sheria zimewapa nafasi wanasheria kutengeneza nyaraka katika drafting wanaita wenyewe, na wanapo draft zile nyaraka za mahusiano, za makampuni, za majina ya biashara, kwa mfano partnership deeds, zote hizi huwa zinaandaliwa na wanasheria, na sisi BPRA ndio tunazisajili ikiwa kama ni sehemu ya mali, na tunazisajili katika aspect ya usajili wa makampuni. Kwa hiyo kwetu sisi wao tuna uhusiano wa moja kwa moja inapokuja katika kutekeleza wajibu wetu wa usajili wa biashara na mali. Kwa hiyo tumeona ni muhimu kukaa nao kwa sababu mambo haya ya umiliki manufaa yanatokea katika usajili wa makampuni. Sasa wao ndo wanawashauri wateja au wale ambao wanatengeneza makampuni, kwa ni vizuri kukaa nao wakafahamu wajibu ambao upo kwa nchi yetu Zanzibar kisheria na kimataifa, ili sasa wakikaa na wateja wao katika usajili wa makampuni, wakatengenezea nyaraka zao za usajili wa makampuni, wawaeleweshe wateja wao ili kufanya mambo sawa kabisa. Natoa wito kwa wanasheria na jamii kwa ujumla. Serikali imepitisha sheria, mabadiliko ya sheria mwaka 2023 ambayo inatambua wajibu wa kuwatambua wamiliki katika makampuni. Kwa hiyo natoa wito kwa wanasheria, kwa maauditor wanaotumika kama wa consultant na wote katika jamii kuzisoma vizuri sheria ya mabadiliko ya sheria ya makampuni inayotambua nadharia ya umiliki manufaa, pamoja na kuzisoma vizuri kanuni za usajili wa miliki manufaa za mwaka 2025, nikiamini kwamba wakiwa wamefahamu vizuri sheria ilivyoelekeza, basi itakuwa rahisi kuyafanya mambo haya kiuhalisia na vile ambavyo inatakiwa. Kwa vile ukijifunza utafanya kwa mujibu wa utaratibu. Wanasheria kwa mujibu wa sheria ya Zanzibar ya udhibiti usafirishaji fedha haramu wanatakiwa wao ni kama watoa taarifa. Sasa moja ya takwa ambalo wanatakiwa wafanye, lakini pia kwa kanuni za sheria ya makampuni ya Zanzibar ambao inahusiana na kuwatambua wamiliki wanufaika wa kampuni, wanatakiwa watoe taarifa kwa msajili wa makampuni. Kwa hiyo ndio lengo kubwa. Kanuni tayari imesainiwa na Mheshimiwa Waziri, sasa itatakiwa kutekelezwa. Ndio maana tukaita wadau ili kutoa elimu juu ya sheria hiyo, lakini pia na maandalizi bora ya tathmini ambayo inakuja Tanzania ya mifumo yetu ya kifedha, sababu hili moja katika matakwa ambayo yanatakiwa yasimamiwe na utekelezaji wake, ili tathmini ambayo inakuja basi Tanzania tuwe kwenye hatua ya usalama. Hatua hii ni nzuri sana kwa sababu kutekeleza matakwa ya kisheria kimataifa, lakini pia ya ndani dhidi ya makosa ya financial crime, makosa ya kifedha yana faida nyingi sana kiuchumi wa Tanzania. Tumeona jitihada mbalimbali serikali ikifanya hasa katika kuwanufaisha au kuleta wawekezaji wa Tanzania. Kwa kitengo cha kudhibiti fedha haramu, kwanza tujue ni kitengo cha taasisi ya serikali ambayo ni taasisi ya Muungano, ambayo lengo lake kubwa ni kusaidia kudhibiti makosa ya kiuhalifu wa kifedha, makosa ya utakatishaji fedha haramu, ufadhili wa ugaidi na ufadhili wa silaha za maangamizi. Sasa research mbalimbali zinaonesha kwamba watu wengi walikuwa wanajificha kupitia makampuni, ndio maana zikaja jitihada mbalimbali baada ya kufanya hiyo utafiti ili watu waonekane, kwa sababu ili kampuni zikatumiwa vibaya na wahalifu.
Inawezekana ni kampuni, kumbe nyuma yake wale ambao wananufaika na kampuni ni wahalifu. Sasa ina ushirikiano mkubwa. BPRA ni mmoja katika mdau muhimu sana wa FIU na wadau wengine, hata kwa upande wa bara, BRELA, wao wasajili wote, hata watu wa NGO, hata wachunguzi, law enforcement agencies, hizi wote ni wadau wa FIU. Ndio maana tunashirikiana kutoa elimu kwa umma kuhusiana na maeneo mbalimbali. Sasa BPRA kwa sababu ndio kuna kanuni bado ni mpya, tunaanza kuita wadau at least kuwapa elimu na kuitekeleza ile sheria, ili kwa sababu sheria kutokutekeleza sheria manake kutakuwa na adhabu, na adhabu inakuja, haisemi kwamba kutokuwa hujui utasalimika na kupata ile adhabu. Hapana. Kwa ndio maana tukasema kwanza ni kutoa elimu, watu waelewe sheria, matakwa ni yapi, halafu utekelezaji ukianza basi waweze kutekeleza sheria kama inavyotaka. Semina elekezi ya leo iliyotolewa na BPRA hapa Zanzibar ni kwa ajili ya kutusaidia sisi kama watekelezaji wa sheria katika masuala mazima ya usajili wa makampuni na watu wanaomiliki hizo kampuni, kwa sababu kumekuwa kuna mambo mengi yanayoendelea katika digital world, mambo ya money laundering, mambo ya rushwa, artificial intelligence inakuja na vitu vingi artificial pia katika running of the companies. Kwa hiyo BPRA kwa hekima yake ikaona itoe semina elekezi kwa sisi wanasheria ambao vitu vyote msingi wake vimekaa kwenye sheria, kuhakikisha kwamba mambo yanaenda vizuri katika usajili wa makampuni na umiliki wa makampuni hayo. Semina hii iliyoandaliwa na BPRA imetuwezesha kujengea uwezo sisi mawakili katika kushauri wateja wetu namna mbalimbali za kufanya transaction zao ili wasiweze kuingia katika mtego wa utakatishaji fedha. Vile vile umetuwezesha sisi wanasheria namna gani bora ya kuweza kuingia katika operation za ndani za makampuni ili iweza kuwasaidia BPRA kufanya kazi zao kwa ufanisi zaidi. Hassan Said, Mshindo TV. Usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na kushare. Mshindo TV.